Bwana, shutuma nzito zimetoka kwake msanii ambaye anakwenda kwa jina la Hanstoni kwenda kwa Diamond Platnumz, hususan katika hii ngoma ambayo ameifanya na Barnaba. Nadhani utakuwa unafahamu kwamba kuna ngoma inaitwa Salama, moja kati ya ngoma ambazo sasa hivi zinafanya poa sana katika industry ya muziki wa Bongo Flava na iko trending namba moja. Hii ni ngoma ambayo Mopao Barnaba akiwa amemshirikisha Diamond Platnumz. Sasa basi, kitu ambacho labda ulikuwa ufahamu ni kwamba hii ngoma imetoka mnamo mwezi Mei, yani mwezi huu hapa wa 5 tarehe 5 mwaka huu. Alafu sasa unaambiwa kwamba Hanstoni naye bwana alikuwa ameshirikiana na Aslay, ambapo ngoma yao inaitwa Tumeachana Salama, ambapo hii ngoma ya Hanstoni na Aslay bwana imetoka mnamo Januari tarehe 25 mwaka huu. Sasa basi, it means kwamba ngoma ya Aslay na Hanstoni Tumeachana Salama imetoka mapema, yani ilitoka awali kabla ya hii ngoma ya Salama ambayo amefanya Barnaba na Diamond Platnumz. Sasa kwa mujibu wa Hanstoni, amesikiliza melody na ujumbe na idea nzima ya hizi nyimbo mbili, ameona kwamba zinafanana, which means kwamba kwa vile ngoma yao imetangulia ni kama vile Diamond aliisikiliza and then akaamua aifanye na yeye pia kupitia idea hiyo hiyo kama ameikopi, na ameenda kutoa hiyo ngoma na Barnaba. Umeona bwana. Kwa hiyo Hanstoni bwana amekuja kutoa malalamiko yake hapa kupitia ukurasa wake wa Instagram. Ameweka post akiwa amezikompea ngoma hizo mbili. Na wewe pia ukiwa kama mdau, nadhani ukipata nafasi, hebu pita YouTube humo alafu sikiliza ngoma hizi mbili kati ya Salama ya Diamond ambayo ameshirikishwa na Barnaba, alafu sikiliza pia ngoma ya Aslay na Hanstoni inaitwa Tumeachana Salama. Alafu tuambie, je, melody flow zinafanana au la? Lakini kwa mujibu wa Hanstoni mwenyewe anadai kwamba zinafanana, na wao ndio walitangulia kutoa yeye na Aslay, which means kwamba Barnaba na Diamond wamekopi. Hivyo basi, moja kwa moja ni kwamba Hanstoni bwana amekuja ameweka hapa ujumbe mrefu sana kuelezea hii situation, ambapo ameandika kwamba sawa, naweza nikawa kati ya wasanii wako pendwa sana ambaye unamsikiliza kila siku katika playlist yako, lakini natamani kabisa katika huko kunisikiliza kwako ufiche kilichopo moyoni mwako, ya kwamba unapenda na unatamani kuona siku moja hiki kipaji kinafika sehemu kwa sapoti ya kwako, either sio ya kwako, lakini sio kwa kuniwekea jealous namna hii. Umeona? Lakini sio kwa kuniwekea jealous namna hii, ya kwamba vya kwenu ndio vionekane bora zaidi na kuvipa thamani, na kufanya vya kwetu vionekane kama vile tu hamna kitu. I see, na hii sio ya kwanza, najua na nyimbo nyingine pia zitakuja za kufanana hata zaidi ya hivi, pengine hata kwa sehemu ya nyimbo kabisa imechukuliwa, ila sitokuwa mtu wa kuja kila mara kusema hapa mtandaoni au kuongea. Akamalizia kusema kwamba anyway, msiniue tu. Ameandika hivyo Hanstoni. Kwa hiyo huo ndio ujumbe wa Hanstoni kuhusiana na hizi ngoma mbili, akiwa anadai kwamba zinafanana. Sasa wadau bwana wamekuja kuweka maoni yao na comment zimekuwa ni nyingi sana. Umeona kila mtu amekuja hapa ameweka maoni yake kuhusiana na hizi ngoma ambayo Tumeachana Salama, ambayo ni nyimbo ya Hanstoni akiwa ameshirikiana na Aslay, na huko upande wa pili kuna nyimbo ya Barnaba na Diamond ambayo hiyo ya kwao inaitwa Salama. Sasa melody wanadai kwamba zinafanana, flow zinafanana, na hata idea in general pia vile ni kama copy and paste. Haya wadau, baada ya Hanstoni kulalamika na kuandika huo ujumbe hapo katika kurasa wake wa Instagram, watu hapa wamekuja kuweka maoni yao. Huyu hapa anaitwa Life of Fipizo, ameandika kwamba bwana hazifanani bwana, ovivu tu wa kuuza juisi ya miwa. Kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana, amesema kwamba bwana kazi sana kushindana na mtu ambaye siku ana wish kuwa kama yeye, na Diamond kamkimbiza Barnaba humo kweli. Kuna mtu ameandika hivyo. Haya, kuna mtu hapa anaitwa Kazungu the Giant anasema kwamba bwana, kwa ushauri wangu tu mdogo wangu, ushazingua kule, umeshakosa, ila ile ilikuwa ni bahati uliokuwa nayo. Sasa hivi isiwe sababu ya kujitengenezea bifu na Simba. Yani wewe ni mdogo kabisa, yani ni mdogo kiasi kwamba watu hawatokupa hilo sikio unalolitaka. Kama kuna watu wanakushauri wanakuharibia, mdogo wangu, Diamond bado sana, hujafikia hata robo yake, na kipaji kikubwa
na kipaji kikubwa, mimi ni shabiki yako, ila acha kutaka maneno na huyo mwamba, endelea kufanya kazi, mbona tunakuona, acha ligi usizoziweza. Alafu akamalizia huyu jamaa kusema kwamba au nimeongea nikiwa na maumivu ya Man United, ila huo ndo ukweli, kaza, acha hizo mishe za ajabu ajabu, wewe una talent kubwa. Umeona kuna mtu hapa amekuja amempa ushauri Anstoni kwamba yeye cha kufanya bwana ni kwamba akomae tu afanye kazi na uwe bwana aache kabisa mambo ya kutafuta mabifu na Diamond kivyo vyote vile, hata kama likitokea jambo gani yeye anyamaze na azingatie tu, kwa ajue tu kwamba ile issue ya yeye kusainiwa WCB kule ameshaharibu na imeshashindikana, hiyo imetoka, afanye mambo mengine. So hicho ndo kitu ambacho hapa na mdau mwingine huyu hapa amekuja ameandika kwamba bwana Janja unazingua, ungepunguza sukari kidogo, focus na harakati zako, msaada sio lazima, kozi hujui Mungu amekuepusha na nini, hivyo basi unavyofanya unazidi kupeleka riziki zako mbali, na mwisho wa siku utashindwa kuzifikia. Wewe ni mkali, tunajua kabisa, fanya nyimbo pia vile vile, piga media tour, utajipatia riziki zako. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mdau mwingine hapa anasema bwana, sema Anstoni bwana umepotea sana, kumbe kuna nyimbo ulitoaga bwana mwezi wa kwanza, alafu wengine ndo kwanza tunaisikia leo mkuu. But anyway, kujitafuta mwanangu. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo akiwa anamaanisha kwamba alikuwa hata hana habari kama Anstoni alikuwa ametoa wimbo Januari, tena ametoa nyimbo ambayo ni collab na msanii mwingine ambaye pia ni mkali tu hapa Bongo, tunamzungumzia Aslay, lakini hakuna mtu ambaye alipata au alipay attention kujua kwamba Anstoni na Aslay wameshirikiana na wametoa ngoma. Haya, huyu hapa anaitwa Abu Temza amesema kwamba bwana nyimbo hazifanani ila melody ni ile ile inafanana, tuelewe tofauti kati ya melodies na beat wazee. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo akiwa na amesupport hoja ya Anstoni kwamba nyimbo hazifanani lakini melody zinafanana, yani ile miondoko ya hizi ngoma ni kwamba zinafanana. Haya, kwa mtu anasema bwana wewe dogo usifanye mashabiki wa mziki wajinga, fanya kazi, nyimbo hizo hazifanani, acha mambo ya ajabu. Kwa sababu kwamba bwana punguza bangi mwenetu, hasa zimefanana wapi hizi nyimbo? Kwa mtu amekuja kuuliza. Kwa mtu mwingine anasema bwana brother acha mashindano, wewe toa mawe, kama kipaji unacho, kwa hiyo wewe cha kufanya wekeza nguvu zako kwenye kutoa ngoma kali, usifanye mashindano wala usimlaumu mtu, fanya kazi, fanya kama kuna kitu fanya kama hakuna kitu kilitokeaga, ili mradi tu uweze kusonga mbele. Ukikaa kuwaza huendi mahali, umeona? Kwa hiyo pambana kijana, usikate tamaa. Kwa mtu ameandika hivyo. So hizo ni comments za wadau mbalimbali kuhusiana na maendeleo ya kipaji cha Anstoni baada ya kulalamika akidai kwamba bwana Diamond Platnumz na ngoma ambayo ameitoa yeye na Barnaba hivi karibuni wamekopi nyimbo ambayo yeye alitoaga na Aslay tokea Januari. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.